vinjari na neno la Mungu. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji, ambapo kwa wale ambao pengine unakuwa na drive lakini unatamani kusoma Biblia, basi sisi tutaweza kukusomea kitabu kuanzia cha Agano la Kale, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini pia tutaweza kukusomea kitabu cha Agano Jipya mwanzo mpaka mwisho, na tutakusomea kwa kutaja sura na mstari, ili hata ukiwa katika shughuli mbalimbali basi uweze kujua mstari fulani unasemaje na kitabu cha Mwanzo kina ujumbe gani. Leo tutaanza mwanzo mpaka ambako tutaishia. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mstari wa pili, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa tatu, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mstari wa nne, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa tano, Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mstari wa sita, Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mstari wa saba, Mungu alifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mstari wa nane, Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mstari wa tisa, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mstari wa kumi, Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa 11, Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mstari wa 12, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambayo mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa 13, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mstari wa 14, Mungu akasema na ikawe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Mstari wa 15, tena iwe hivyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mstari wa 16, Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mstari wa 17, Mungu akaiweka katika anga la mbingu atie nuru juu ya nchi. Mstari wa 18, na utawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa 19, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 8. Mstari wa 20, Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi, na kila kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mstari wa 21, Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake
Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa 22, Mungu akavibariki akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Mstari wa 23, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya 5. Mstari wa 24, Mungu akasema, nchi na izae viumbe hai kwa jinsi yake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mstari wa 25, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi yake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu uliumbwa, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28, Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vyakula vyenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mstari wa 31, mstari wa mwisho katika sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza, ikasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni vyema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Baada ya hapa, naomba mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kwa leo tuishie kwenye sura hii ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka 31. Endelea kufuatilia vipindi vyetu. Tafadhali bonyeza sehemu ya subscribe kwa ajili ya kupata vipindi zaidi, kupata miendelezo ya usomaji huu wa Biblia wa kipindi chetu kinachoitwa Vinjari na Neno la Mungu. Sikiliza, tunakusomea Biblia.